Najua tulikuwa na wiki ndefu, lakini natamani moyo wako sasa uwe tayari kusikiliza kwa umakini kabisa neno la Mungu. Mafundisho ya Biblia kanisa lote tunapoenda yamegawanyika sehemu kubwa mbili. Sehemu ya kwanza inaitwa didasko. Inaitwa nini? Didasko. Kigiriki. Didasko ni mafundisho. Kama unaenda darasani kusoma, una didasko. Sehemu ya pili inaitwa eugalizo. Eugalizo ni habari njema. Kwa kusikiliza mchungaji yote, whether kwenye mtandao, kwenye redio au akiwa madhabahuni, kumbuka vitu hivyo viwili. Hapa anachukua didasko au anachukua eugalizo. Didasko ni mafundisho. Anakusaidia sana, lakini anafanya wewe maarifa. Lakini eugalizo ni mamlaka ya matamko ya kimungu ambayo ukiyachukua inabadilisha historia ya maisha. Sasa yote ni ya muhimu. Kwa sababu didasko mafundisho yanaingia kichwani, eugalizo inaingia moyoni. Kwa natamani leo Roho Mtakatifu akupe vyote, didasko na eugalizo. Kwa wanafunzi wanaelewa vizuri. Ni vitu vya msingi kwenye maisha. Tunakuchagua kuendelea kwa ndani. Sasa leo tunajifunza nini? Mwezi wote kimaagano, kibiblia, kihuduma ni mwezi wa mtu afikirivyo ndivyo alivyo. Mwezi wa mtu afikirivyo ndivyo alivyo. Kitabu cha Mithali 23 mstari wa 7. Afikirivyo mtu moyoni mwake ndivyo alivyo. Ukijiwaza wewe ni mjinga, wewe ni mjinga. Ukijiwaza wewe na akili, wewe una akili. Ukiwaza wewe ujui chochote, ujui chochote. Ukijiwaza wewe una elimu ya darasa la 7, kwa uweze kufanya chochote au hujasoma kabisa, kwa wewe basi ujui chochote, utakuwa ujui chochote. Lakini ukiwaza pamoja na elimu ya darasa la 7, mimi na ufahamu mkubwa sana, ndivyo hivi. Una uwezo wa kuumba kutoka kwenye akili yako. Awazavyo mtu ndivyo alivyo. Kwa hiyo mimi bwana mimi nyonge sana, ndivyo ulivyo wewe nyonge. Mimi ni mjinga, wewe ni mjinga. Ukisema mimi na akili nyingi, ndivyo ulivyo. Awazavyo mtu akili mwake ndivyo alivyo. Mimi ni mgonjwa, ndio maana unatakiwa makini na kutamka. Mimi ni dhaifu sana. Jana usiku wakati naomba, niliomba usiku, nikasikia mguu wote huu kuna kama mwiba kwenye misuli, kwenye mfupa. Alafu ile mwiba nikasema, hii ni nini? Akili ikaanza kuja. Inawezekana mgonjwa. Ghafla nikakumbuka, afikirivyo mtu ndivyo wewe maumivu katika Mungu, katika jina la Yesu. Out! Alafu nikaendelea. Kwa nilipita dakika 5. Unachokiwaza, unachokizani ndivyo ulivyo. Ukijiwaza ni maskini, mbwa, ndivyo utakuwa. Ukijiwaza mimi ni mfalme, mimi ni mtoto wa Mungu. Natamani unaanza kama Mkongo, ingawa wengine kwa ni mtapeli kwa kesa hiyo. Mkongo hana godoro nyumbani ya kulala, lakini akija kanisani amepiga suti ya 8. Amekula kiatu cha milioni 2. Ukiona nyumbani kwake, nalo nyumbani unaweza anawaza vile kwamba yeye sio maskini. Hawezi kuwa maskini, amewaza hivyo, ameamua kwamba kichwani kwake hawezi kuwaza ujinga. No. Kwa sababu unachowaza ndivyo ulivyo. Ukiwa unasoma shule, ukasema huyu jamaa bwana akili kupita mimi, ndivyo ulivyo, utakuwa mjinga wake. Lazima iwezekane. Mungu anasema utakuwa kichwa sio kia. Mimi na akili nyingi. Haitakutumika, utakuwa juu. Kwa unachokiwaza kuwa makini sana. Kuwa makini sana unachokiwaza. Ndio maana kitabu cha Mithali 23 Mithali
Mithali 4 mstari wa 23 na 24 anasema kitu ambacho natamani kikae moyoni mwako kuanzia sasa. Ndio somo la leo. Anasemaje? Mithali 4:23 anasema linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Hajakwambia Mungu atakulinda moyo wako. Amesema wewe sikiliza kwa makini, huko kwenye moyo huku ulinde, tumia nguvu zote, weka askari, kwa sababu huku ndio unatoka uzima. Ukiharibu huku umeharibikiwa kila kitu. Ukishika kuwaza vizuri huku umeharibikiwa kila kitu. Ndio habari yako. Hapa nikupe mfano miwili leo. Lakini kabla sijakuwa nimekuambia mwanzo, hii ilikuwa ni msingi wa maandiko leo. Sasa tuende ndani leo. Somo la leo linaitwa ulinzi wa moyo. Ulinzi wa moyo. Moyo ni kitu gani? Katika namna ya kidunia, namna ya kisayansi, moyo ndio unaolinda ndio moyo. Kila mtu ana moyo. Lakini kwa namna ya Biblia hii, moyo sio huo. Moyo ni mahali katika maisha yako, katika mwili wako panapofanyika maamuzi, hisia na dhamira. Ni mahali pa vitu vitatu. Ni mahali pa dhamira. Nifanye kizuri, nifanye kibaya. Dhamira ya hukumu. Dhamira yangu ilikatalia. Nimejie tu mtu, moyo ulikwambia, sio akili. Ndio unaitwa moyo. Hata mwanasayansi mpaka leo, kauliza wanasayansi moyo nani? Hiyo sehemu hiyo ambapo nitaita ni moyo, iko wapi? Huwezi kuiona. Haionekani kwa macho. Sio akili. Akili ndio unagundua kuna ubongo. Ndio maana unaweza kuwa na daktari, amesoma degree zote. Ni daktari wa kina mama, anabaki kugonjwa hospitali. Unazaje akili? Moyo. Unaweza kuwa na akili kichwani lakini moyo umeharibika. Ni madudu. Juzi nilikutana na mtu mmoja, ananiambia, "Mchungaji, kuna binti kanisani kwako nimempenda mpaka nataka kufa. Baba nisaidie, anakuja kuoa." Nikamwambia sawa, hamna tatizo. Njoo. Nikamwita binti. Binti yule jamaa, "Baba sitaki sex." Sasa ndio nataka kufa. Sio akili. Kama sio kijana kama anadai ni kijana mzuri, kijana handsome, unajua kijana handsome. Ni mtanashati. Anavaa vizuri, ana kazi yake nzuri, ni ofisa. Lakini mtu anasema wako mtaki. Akili inakuwa atapata chakula, atatunzwa, lakini moyo unafanya. Mwanadamu ana moyo na ndio maana unaweza kuchukua binti wale vijana wajinga, unamsomesha sekondari, unamsomesha chuo kikuu, hata katika mwisho wa graduation nikwambia, naomba nije kwenye graduation kwa usije takuja mwenyewe. Alafu naenda kuchungulia na kuta jamaa yule ndio anambisha. Mwanadamu ana vitu viwili. Mwanadamu sio akili unaiona. Akili na chochote unafanya. Akili ndio inanipa chakula, amenikalisha mpaka nilipia chakula cha kulala. Lakini moyo unataki. Kuna kitu kinaitwa moyo. Moyo mwanadamu ni ugonjwa. Maana Biblia inasema, "Linda sana moyo wako." Kumbe kwenye moyo kuna kitu kilijificha. Huko ndio sio akili. Ingekuwa akili na akili, ngoja nikwambie. Hii Biblia ndio inasema kuhusu pombe. Lakini nenda kagugo, hata kama hujui Kiingereza, kagugo ya Kiswahili. Madhara ya pombe kwa mwanadamu. Yaani unataka kuwa Mkristo au mkole ili uache pombe. Pombe ni mbaya. Sio tu kwa sababu ya Biblia. Pombe yenyewe ukisoma, yaani nachukua leo hivi pombe, madhara ya binadamu kwenye pombe ni kasome kwenye mtandao. Pombe kupoteza akili, ugonjwa, matatizo, kupanuka moyo, figo kuharibika, chakula kushindwa kusaga, kushindwa kulala, kuwa na hasira, kuwa na chuki. Yote ni pombe. Lakini unakuta jamani imekaa. Unapiga matendo, unapiga sasa. Akili inachukua madhara ya pombe. Ndio unaita kumwagilia moyo. Kwa sababu akili inachukua, lakini moyo huko ndani ndio kujificha siri za mwanadamu. Nikutana kijana mmoja Dar es Salaam. Somo linaitwa linda sana moyo.
Nimepata kijana mmoja Dar es Salaam. Baba nisaidie. Nikamwangalia nikasema kijana, ngoja nisaidie. Unataka kufanya nini? Usule alikuwa na akili. Kaambia nimewaza kitu hiki. Ukilipa tu shilingi 15. Nipeleke dukani. Nitanunua kitu hiki na hiki. Nitaviuza. Baada ya hapo, baba sitakuja kutoa sadaka kanisani. Mimi tusimjui. Lakini nilipoona nikamwambia mchungaji, nikamwombea, nikamkoza na sala kutoka. Alafu nikamwambia twende dukani. Nikamnunulia vile vitu. Kwa nilipomnunulia, kwani nilimkuta siku moja yuko kwenye mabasi, anauza vile vitu. Na watu wananipenda kwa sababu nilijua vile vinauzwa. Akaanza kupata hela. Siku ile nilipigia simu akaniambia chukua simu yangu. Kaniambia naanza kunipata kiwanja cha magari. Haleluya. Kajenga nyumba. Ngoja nikwambie, kuna mwanadamu maskini anaweza maskini. Ni mjinga wako. Kwa Mungu kamsaidia akapata mke. Akaamua na pikipiki. Siku amenunua pikipiki. Akaenda kulala moyo wa Yesu. Siku alipopata pikipiki, moyo sasa ukainuka. Aliendelea na mke wake. Baba sifanyeje? Siku hizi tunaanza kuona wanawake wazuri. Yeye alikuwa anakaa mke wake. Alikuwa anamuona mke wake ndio. Sasa mfukoni sikuna kaanza kuona kumbe kuna walengo kupita mke wake. Na wanawake. Yaani kila mwanamke achi. Sasa hivi hamna Yesu, hamna nini, maisha yamerudi pale kwenye sisi. Anakuambia huku ndani. Huku kuna siri. Wewe mwenyewe unajijua, hakuna mtu anachoma wake. Wanakwambia mwanadamu yote mtumie kwa vitu viwili. Mpe pesa nyingi ndio utajua moyo wake. Mmoja tulimuuliza juzi, nakumbuka. Nikipata hela nasema nikipata hela nimalize kila kitu. Maisha sio yake. Ngoja nikwambie. Kwa sababu ni kugusa. Unaweza kuwa na milioni 5 benki. Lakini una amani. Ndio maana unakuwa milioni 5 unataka kuchukua mwanamke wa kwanza, unataka kuchukua mwanamke wa pili, wanawake 10 unataka kukaa nao wote. Jamani, unaweza sio. Moyo unadanganya. Unaenda kuna umepata ndio hii, umeenda kuchukua mabia, umejaza barabara kwenye kizima. Kama kumbe atakuwa na hela sio kama ndio mwisho wa maisha. Waweza kupata hela zote, ndio maana picha mmoja piga hizo anaangalia kwenye mahela. Yaani kama unapata hela ndio alafu kwanza sipitosha ndio kuonyesha watu kwamba moyo una siri nyingi. Kama ujifunze kuhusu moyo, natamani mjue moyo. Yaani kuna kitu kinaitwa akili ya mwanadamu, alafu kuna kitu kinaitwa nini? Moyo wa mwanadamu. Natamani linda sana moyo wako kuliko chochote kinacho, kwa maana ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Ukijaribu kwenye moyo kutoka kwako, hamna tena maisha. Leo umekuja kanisani. Kilichokuleta kanisani sio akili. Ingekuwa ni akili ungesema ili Mungu anaenda kwa hiyo. Mungu anaenda kusikiliza sako. Nini? Lakini moyo wako umekwambia huyu sako namuona nyuma yake kuna neema ya Mungu. Hiyo neema ndio nataka nije kanisani nisikilize maneno ya Mungu. Ndicho, lakini sio akili, ni moyo. Ndio maana imani ni moyo. Na ndio maana tunacheza na moyo wa watu. Na ukiangalia kwa makini, wanaume wengi, nisikize kwa makini, wanaongozwa na akili. Na ndio maana mwanaume anaweza kukwambia nakupenda, kumbe nakutania. Wewe ukisema unampenda ndio umemaliza maisha. Na ndio maana anaweza kucheza na hisia zako mpaka ukaipata fresh. Kwa sababu anajua tuko tofauti. Mwanaume huwa hapendi kama mwanamke. Kwa maana akili yake yeye anafikiri kwa akili zaidi. Ndio maana Mungu alikuumba. Ndio maana anatakiwa apate mwanamke. Ndio maana Mungu akampa mwanamke namna ya kuwa na mtoto, akampa mwanaume. Ingekuwa ni madugu. Wewe mwenyewe kama sikuwa nyumbani leo mtoto wako. Unatamani mpige kwa sababu tu ni mume wako ni mmoja. Kwa sababu hana moyo kama mwanamke. Moyo wa mwanamke umeumbwa na tofauti. Moyo wa mwanaume haujaumbwa hivyo. Hiyo ndio tofauti kubwa katika maisha. Inaongea kuhusu moyo.
linda au ulinzi wa moyo. Kwa naomba niweke sawa. Moyo ni nini? Moyo sio unauona. Biblia ikwambia mtii Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Sio moyo unaofahamu damu. Ni mahali katika mwili wa mwanadamu ambapo pana dhamira, pana hisia na maamuzi. Ndani yako wewe kuna sehemu ambayo ni ya hisia, nje ya akili, nje ya fahamu, nje ya hali ya kawaida. Ndio maana unaweza kuwa na mtu ambaye amesoma degree zote duniani, kama alikuwa na akili ndio moyo, lakini chini. Mtu amesoma ni wa kwanza darasani, kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, lakini kitu la hovyo kabisa katika maisha. Kwa sababu hakuna uhusiano kati ya akili hizi za kawaida za darasani za kuwa ni pamoja na moyo. Moyo wa mtu unaweza kuwa ni mbaya wakati akili zake ni nzuri. Moyo ni kitu kingine, sio kama akili. Mungu anataka akili zako, anataka moyo wako. Mahali ambapo wewe ndiye mfalme, wewe ndiye kiongozi mkuu, wewe ndiye una maamuzi. Naomba nikwambie, hakuna mwanadamu anaweza kuingia ndani ya moyo wako. Hata awe nani, hawezi, ila atatumia njia zozote kukudanganya ili uruhusu wewe ingie ndani ya moyo wako. Ndio maana katika maisha yako usiruhusu mtu yoyote, awe mchungaji, awe nani, aweze kumiliki moyo wako. No. Moyo lazima uweke mlango. Kuna mambo utayaruhusu. Kuna maamuzi na kuna naijua. Kuna mambo utayaruhusu. Uamuzi binafsi. Ndio maana hatua ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako, kwa sababu watu wengi wamedanganyika. Leo nilikuwa naangalia mitandao asubuhi. Kijana mmoja anasema mbele ya watu, Jumapili ni Jumapili ya kutengeneza mabilionea. Chombo ni ibada. Wanatengeneza mabilionea kanisani. Watu wanatembea mchana. Baba amesema wewe unaenda kwa mabilionea. Wewe mpendwa katika Bwana, ninaongea kwa moyo wangu wote, hakuna ubilionea unapatikana kanisani. Kafanye kazi. Hakuna uhusiano kati ya wewe kuja kanisani na kuwa bilionea au kuwa na hela. Hakuna uhusiano. Njia pekee ya kuwa na hela ni kufanya kazi kwa bidii. Moyo wako ukidanganyika ukazani kwamba unaweza kutengeneza hela kwa moyo, no, moyo hauna uhusiano. Ila unautia moyo dhamira kwamba natakiwa nitafute hela mwaka huu. Na unatekeleza katika maneno kule nyuma. Tumesema mwaka huu ni mwaka wangu wa hekima ya kutenda mambo. Kwa mimi ukiniamsha hapo usiku wa 8 mwaka huu 2025, ninaona ni mwaka wa hekima ya kutenda mambo. Na naomba nikwambie, toka Januari mpaka naelekea Disemba naona mambo makubwa. Yaani vitu vinatokea mpaka naogopa. Lakini kuna wengine toka Januari mpaka leo moyo umetulia. Na Mungu anikija kanisani, nitacheza densi kama sijui kucheza, ndio nakuja Mungu hivi. Bwana Yesu asifiwe. Nitacheza na moyo umeamua. Hata kama akili zimekataa. Kuna wakati tunabishana na mke wangu. Na kweli nimekosea mimi wakati mwingine. Moyo unakwambia huwezi kumwomba msamaha mwanamke. Kwa sababu kwa tumeomba, tumeambiwa kwamba marufuku kumwomba msamaha. Mwanaume tu pale msamaha wewe. Yesu asifiwe. Unakaa, unaingia kwenye magoti, Mungu atakwenda kwa msamaha. Mimi Yesu asifiwe. Moyo unafanya nini? Unagoma. Kwa sababu baba yako aliniambia mwanamke ukimwomba msamaha unakuwa chini yake, unakuwa mjinga. Sasa natoaje kwenye moyo? Lakini ukiingia kwenye magoti nakuta maombi haendi. Ndio Mungu yuko salama. Tuangalie ngoma ya mtu. Msamaha sana. Basi tunamaliza, nenda kwenye magoti, napiga magoti, mambo yana moyo. Moyo unaharibu. Moyo unatakiwa ulinde, kwa sababu usipolinda moyo utakupeleka kubaya. Moyo una tabia ya kiburi, tena una dhambi na nguvu ya kutisha. Unaweza kuua. Nimekwambia kuhusu kijana, nimekwambia kuhusu binti. Moyo wako huo ulionao, wewe
kila mtu ana moyo. Unaweza kufanya maskini, unaweza kufanya tajiri. Ukiamua kuzingatia mafundisho madhabahuni, waweza kubadilisha historia yako. Mtu mmoja ananiambia, mchungaji, mimi kwa tumetoka familia ya wafugaji, sijui nifanyeje nitoke hapa. Nikamwambia, cha kwanza lazima ubadilishe mtazamo wako, kwamba kwenye mifugo pia unaweza kupatikana utajiri. Cha pili, lazima ukubali, lazima uanzie chini. Hakuna mtu ambaye kuinuka kutoka juu kwenda juu. Mwanadamu yoyote katika kitabu hiki na kusoma anainuka kuanzia sifuri. Mungu anampa hatua kwa sababu anauandaa moyo. Ngoja nikwambie, hamna kitu kibaya mtu akapewa hela nyingi gani. Wengi hapo kimpa milioni hapa, naomba nikwambie, Mungu sahau atafanya mambo ya aibu toko. Kwa sababu moyo haujafanya nini? Haujaandaliwa. Mungu alipomuita Musa alitamani ampeleke moja kwa moja akawaokoe wana Israeli, lakini moyo wa Musa ulikuwa na tabia mbaya. Mungu akampeleka Musa shuleni miaka 40 porini, anachuma ng'ombe za kwao. Umeshachuma ng'ombe za kwao ukiwa Mwafrika. Siku moja wakati tunawana, baba yetu, baba mkwe akaniambia, kuna nyumba yangu Sinza, nikakae huko. Mimi mwanaume siwezi kukaa nyumba gani? Moyo wangu umegoma. Hiyo sikurudia nyuma. Kama kiwango kachumba kamoja hata tunaanza maisha. Bwana Yesu asifiwe. Kupita muda kidogo. Kwa sababu moyo ulikataa kwenda kule, ukaamua kufanya kile ambacho kilikuwa sahihi. Bora ukae polini na kula ugali na chumvi kuliko kula nyama choma alafu unasimama. Kuna mambo moyo wako lazima useme hapana. Ni muda tu, kwa sababu hakuna mtu anayesema chochote na kuna mtu anayegeuka chochote. Ni hapa tu, ukibadilisha msimamo na mtazamo wa moyo wako, ndipo utakapofanya mambo makubwa na kuelekea katika mambo makubwa. Natamani leo kama Mungu aishipo, ukabadilishe namna moyo wako unavyofikiri. Sasa unabadilishaje? Twende taratibu. Naongea katika ndani ya somo zangu. Ninaongea kuhusu ulinzi wa moyo. Unalindaje moyo? Mchungaji, tumekuelewa, lakini huko ndani huko kuna kutoka madudu na ulindaje wa moyo. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5 unatupa maelekezo kidogo. Tuanzie mstari wa 3. Wakorintho wa pili sura ya 10 kuanzia mstari wa 3. Nisikize kwa makini. Kuwa na furaha au kuwa na huzuni ni uamuzi wako. Kuna siku naamka asubuhi najisikia huzuni, nasema sitakuwa na huzuni, itakuwa na furaha. Kuamua kutabasamu au kununa ni uamuzi wa moyo wako, kwa sababu furaha ya Bwana ndio nimeamua kuwa na furaha. Ni maamuzi. Kuamua kuwa mnuna kila saa ni maamuzi. Kuamua kuwa mtu ambaye ni kali kama pilipili ni maamuzi. Kuamua kumtukana mtu ni maamuzi. Kuamua kumheshimu mtu ni maamuzi. Amua njema siku zote. Kwa nini? Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 12 kuanzia mstari wa 3. Sikiza kwa makini. Anasema, maana ingawa twaenenda katika mwili, tunatembea, yaani tuko pamoja mimi na wewe, tunaenda, tunaangaliana hapa. Anasema, lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kuna vita. Tunatembea na mwili, lakini vita tunapopigana sio katika mwili. Ukiona mtu amefanikiwa na gari, ana magari, ana majumba, sio kwenye nchi unapomwona. Alirekebisha kwanza hapo kwenye moyo, akabadilisha, akaondoa uchafu, alafu akapanda mbegu ya kusema whatever kitakachotokea chochote sibaki hapo, mimi mtu mwingine. Alipofanya dhamira katika moyo wake, Mungu anaonyesha njia. Ila usipoamua katika moyo wako, uende kokote. Ukiona mtu amejenga nyumba, sio kwamba imetokea nyumba amejenga unaona kwa nje. Alianza kubadilisha huko ndani. Kuna kitu kwenye moyo kinatakiwa kibadilike. Ndio maana
Mungu achezi na akili na chochote, anacheza na moyo wa mwanadamu. Anautaka moyo wako. Akishautaka moyo wako, anamaliza kila kitu. Sio mwingine. Mstari wa 4. Anasema, maana silaha za vita vyetu si za mwili. Sio machozi. Unapomwangalia mtu na mwenye anacheka. Wanakwambia wale ambao wajui, kuna watu mimi nimekutana nao. Ukikutana naye anacheka, lakini unajua anachinja mtu. Anachinja kisha. Kuna mtu anacheka mdomo wake, lakini ndani yake anaanza kumsengenya mpaka anamaliza. Usimwangalie tu kwa nje. Moyoni sidanganya akicheko. Kuna watu kijana mmoja alikuwa binti kwa sababu fulani alikuwa anaona nini. Unajua alipokuwa yeye anaishi kuolewa. Akisikia wewe bwana mke si ndio huyo. Akuchukua muda wa kuangalia moyo. Alipoingia ndani ya nyumba sasa. Yeye mzee kupikiwa, anajua kupikiwa gani? Anajua kutoka hotelini. Kani? Inamaanisha hivyo. Kwanza usimeshaniwa. Moyo unaandika. Kama unataka kuolewa, unataka kuoa, angalia moyo wa mtu, usidanganyike na sura ya nje. Usidanganyike na maneno. Usidanganyike na kuonekana kwa utaratibu. Ndani yake kunaweza kuwa ni joka. Sio ile. Kuna watu ambao wanaona wamevaa suti lakini ni nyoka. Wanasema nyoka katika suti. Kuna watu ni nyoka lakini wamekula suti ya kike. Ukiona unasema kitu kama mwaka. Nika bora atakutana na shetani. Kwa sababu moyo umejaa sumu. Kaulize kijana ambaye ameoa, alafu mkuja kuondoa baada ya siku 3 kwa sababu alikosea njia. Achomoki. Ngoma ni ngoma. Au kijana binti ambaye ameolewa. Alafu anashangaa, jamani anatongoza baba wadogo zake. Hana haya. Kwa sababu moyo umeshaharibikiwa. Usije ukadanganyika unapoona mtu kwa nje. Jifunze kusoma moyo. Ndani ya moyo kuna kichaka na kuna siri. Anasema japokuwa maana siri zetu sio za mwili bali zina uwezo katika Mungu kuangusha ngome. Sasa ngome gani? Ngome ni mawazo moyoni mwako. Wewe nikwambie, nimekwambia mimi kwetu, siwezi kukaa nyumbani kwako. Lakini kwa nilikuwa ni mchinga tu, Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana leo ningekaa nyumbani kwako, leo nilikuwa na nyumba nne. Bwana Yesu asifiwe. Ila moyoni mwangu kuna ngome. Ngome ni yale mawazo ya kisa au kiaya kwamba mimi nikakaa nyumba yangu, haiwezekani. Na nikwambia, mdogo wangu mimi ameolewa. Mwanaume akaenda kwa nyumba kwa mjengo mdogo wangu. Wanaishi vizuri. Wanafanya mambo makubwa kiuchumi. Hakuna uhusiano. Ila moyo umetengenezwa ngome. Ngome ni tabia, maelekezo, ustaarabu, vitu vilivyofundishwa ndani ya moyo wako vimekaa kule ndio vinakuongoza kila siku. Yaani maamuzi yako ya moyo ni kwamba mwanamke lazima anipikie ugali. Mwanamke anipikie ugali unanisikia? Mwanamke lazima afagie nyumba. Mwanamke afagie nyumba unanisikia? Mwanamke lazima akaende kokota kuni. Kwani kila kokota kuni kamletea mdogo unanisikia? Moyo una vitu vimetengenezwa ngome. Ngome ni mawazo yaliyotengenezwa ndani yako kwa kuharibu. Yanakufanya usiweze kufanya mambo makubwa kwa sababu tayari umeshaujua kitu fulani. Mimi nyumbani, mume wangu lazima alete chakula. Kwani kila kutafuta chakula inaitwa ngome. Ngome ni mawazo yametengenezwa kichwani toka unakuwa. Toka umezaliwa. Yametengenezwa kitu kinatisha. Kitu kinakuzuia usifanye mambo makubwa. Kwa nasema sisi kwa maana silaha za vita yetu sio za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha, kuharibu tabia mbovu ndani ya moyo, ndio ngome. Tumalizie mstari wa 5 anasemaje? Anasema tukiangusha mawazo na kitu chochote kilichoinuka na kujinuacho juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya nani? Naomba nisikilize kwa makini hapa ndio nishauri. Mpendo katika Bwana. Moyo wako unatakiwa kujengwa na maandiko. Anasema kwamba na tukiteka nyara kila fikra maana yake mawazo yanakuja kwenye moyo. Ukisikia mtu ana moyo wako unawaza, hamtakuja kwambia moyo leo moyo unaniuma kweli. Sio kwamba moyo unauma anashika kupaka damu. Sinaelewa.
Umeshakutana wewe ushakuwa moyo. Au ndiye kuwa moyo. Mimi pekee yangu ndio moyo. Bwana Yesu. Yaani kitu moyo roho ikanyuma. Mimi nasema roho sio ndio hapo. Bwana anasema hata moyo. Anasema roho ikanyuma. Sio kama ndivyo huko ndani kuna fikra, ndani mawazo yake, mfumo wake wa mawazo dunia unapata shida. Ndio inaitwa moyo, ndio fikra zilizoko. Bwana anasema tunatakiwa kuzibadilisha kwa katika kumtii nani? Maana yake ni ngoja nikwambie kitu. Naomba nitumie mfano. Unaenda hospitali. Na sio kama nikataza usiende hospitali. Lakini daktari anachukua vipimo. Anakwambia bwana nikiangalia ugonjwa wa tumbo unao tena nimeona vidonda vimepasua kwenye tumbo. Kwa hiyo inabidi wewe yaani usichache za mwisho. Inabidi tukakata tumbo lako na utashindwa kutembea kwa miaka mingi, utakuwa ni kilema cha kudumu. Ni daktari na daktari. Moyo wako unapokea taarifa. Ndugu wangu mmoja akaambia daktari una cancer stage 3. Kaka, daktari niambia kabisa mimi nataka kufa na sasa mtu wangu sitanisaidiaje? Ekaona sasa siwezi kuongea naye kwa simu. Kama ndugu wangu naweza kukutana naye. Nikaenda kukutana naye. Nikamwambia tuombe. Nikamwambia anachokisema daktari anasema kwa namna ya nje ndivyo anasema. Lakini tuende kwenye neno hili nasemaje? Nikafungua kitabu cha Kutoka 23, 25, 26. Mungu atabariki mkate wako. Atabariki maji yako. Na nitakuletea ugonjwa katikati yako. Yuko Mungu anaweza kuondoa kansa. Yuko Mungu anaweza kuondoa kisukari. Yuko Mungu anaweza kuondoa ukimwi. Yuko Mungu ambaye anaweza kuacha kizazi chako kabaki. Nataka ubadilishe taarifa za kwenye moyo. Moyo umeshapokea taarifa, unajua unakufa, watoto wako itakuaje. Lakini nikamwambia Bwana Yesu, nikisoma Biblia hii, alikufa msalabani ili sisi tupate kupona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Nikaona nielewa. Kwa kuomba uko taarifa za daktari zile kichwani zikaingia kwenye moyo, zikatengeneza sanduku naenda kufa. Watoto wangu itakuaje? Badilisha. Amua kusema sitakufa nitamani. Kwa nini nitaishi? Ni mtangazo wa Mungu. Nikamwambia tuombe. Jana yuko hivi amenipigia simu. Nasema kaka nashukuru kwa timu. Naendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kuhusu moyo, utapokea taarifa, lazima uzishike kutokana na neno la Mungu. Mimi kwetu najua toka tunazaliwa. Nikimwangalia baba yangu maskini, mama yangu maskini, familia yangu yote maskini. Sijui kama naweza kuwa tajiri. Wote tunaiba kwa sisi maskini. Lakini nikienda kwenye maandiko huko ndani, nataka ubadilishe namna ya kufikiri kwako. Tukiangusha fikra la ngome, huko ndani kumejenga ngome, mawazo ya kimaskini, mawazo ya kushindwa, mawazo ya kurudi nyuma. Kitabu cha Wakorintho 9 anasema Yesu alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Yesu alifanyika mnyonge ili sisi tuwe na nguvu. Maandiko yanasema asiyefanya kazi na asile. Ili na kazi kwa nini ndio maskini? Sisi wengine hapo baada ya kujifunza hiyo tunafanya kazi. Kwenye leo tunafanya kazi na tunafanya kazi siku mbili siku hizo. Usingizi ni siku chini. Kwa sababu na shida. Sitaki shida. Sitaki nifike hatua najua mtoto anatakiwa kwenda shule, sina hela, mtoto wa kiume ni mwanaume. Siwezi kubali. Nikiomba nipigie simu, kwa perfume siku zimeisha, ataweza kumbai stock. Unajua unatumia vibaya, chakula unapika ovyo. Maskini. Tafuta hela. Mama chakula hiki hapo. Sasa kubishabisha. Kwa hiyo nikasema siwezi kuwa maskini. Kwa sababu neno hili liniambia Bwana atabariki kazi za mikono yako. Mimi ni Bwana nikubariki, lazima nichape mzigo. Kama kubeba zege nitabeba. Na usifiche. Nilikuta huko juu. Nimebeba zege. Nimechimba misingi. No problem. Lakini
sitoki pale nilipo na hatua nyingine utukufu. Sitabaki pale nilipo. Hakuna ustaarabu kwenye kutafuta pesa. Kwa sababu maandiko yanasema asiyefanya kazi hafanyi. Kwa kila gari hapo unafanya pale kwa baba na mama unakula tu. Ufanye kazi yote za chakula hicho. Unaweza kwenda na maandiko. Badilisha mfumo wa moyo wako. Huko ndani kuna kitu kinakusukuma kufanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo ukabadilisha namna unaweza kufikiri, unaangusha fikira mbaya, fikira mbovu, ili uweze kufanya mambo makubwa. Lazima uvunje kitu fulani kwa kupanda mbegu ya neno la Mungu. Na kufundisha hapa, lazima uwe tayari kupokea ndani ya moyo wako. Say, okay, kumbe natakiwa nibadilike. Warumi 12 pia inasemaje? Kama vile nasema, sikiza kwa makini. Warumi 12 mstari wa 2. Inasemaje? Anasema kuanzia baada ya ibada hii, kuanzia baada ya ubiri haya, anakupa maelekezo sasa. Kama mjinga ndio kazi hiyo, hapo wacha moyo wako kwa mjinga hiyo. Amua kubadilika kutoka ndani. Anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe ndio kubadilika, ugeuzwe dunia zenu. Yaani ndani yako wewe ufanyike upya, na kufanya upya nia zenu. Nia inatoka kwenye moyo, dhamira inatoka kwenye moyo. Hakuna kutokwenda na vile ambavyo ulikuwa umefundishwa. No. Anasema mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza kwa ukamilifu. Anataka kwamba ndani ya moyo wako maamuzi yako usifanye maamuzi kama yale katika maandiko matakatifu. Kama unapitia kwenye shida, magonjwa, matatizo, kaangalia maandiko yamesemaje. Kama maisha yamekuwa magumu, kaangalia maandiko yamesemaje. Alafu angalia Mungu anachokisema. Alafu usiseme kile unachokiona, sema kile ambacho Mungu amesema. Nimekuambia niliamka asubuhi, mguu ulikuwa unauma. Leo nilikuwa natembea, pepo ndombea. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yangu sio mazuri. Lakini Mungu ni mwema, tutavumilia. Biblia inasema. Unajua wakati mwingine majaribu yanakuja, umepewa Mungu tuepushe na majaribu. Ndio maana nimesema hivyo. Hiyo ni mawazo yako wewe ndani yako, umeamua kuwaza maovu. Unajua kila nikuna na watu wanaongea. Unajua kila mtu atakufa ni maana mtu anajua. Na wewe ndika wapi? Biblia inasema sitakufa nitafanya nini? Anasema maisha ya wanadamu at least miaka 70. Si ndio kuishi miaka 70. Utaondoaje? Moyo wangu umetengeneza hicho. Sasa mawazo yako unajua sikia kama natokea katoa. Hayo mawazo yako wewe na umetengeneza hivyo kana moyo wako wewe unataka kufanya hivyo. Lakini nikishasoma neno hili, nikaangalia Mungu amesema aje, asema hivi. Sikiliza, tunasoma Zaburi 34 asubuhi. 34. Ile nne na 7. Anasema Mungu, mtu ambaye umeamua kuja kanisani, umeamua kutembea na Mungu hata kukupa mema katika maisha. Hata mabaya anapata sana. Unajua mbaya sema maisha. Nani anakuambia? Unatoa wapi maneno hayo? Sio kile kutoka watu wanasema barabarani. Ongea neno la Mungu linasemaje? Anasema na kwa siku nyingi nitakushibisha. Hiyo kufa wakati mtoto mdogo ndio anakuambia. Sasa ukishatengeneza ndani ya moyo wako, hivi ndio mapenzi ya Mungu. Unaishi hivyo nadhani kama ndio maandiko yanasema. No, Biblia inasemaje? Ndio anasema badilisheni namna unafikiri. Geuza nia yako, geuza namna unafikiri, geuza namna unawaza. Amua kuweka neno la Mungu linasemaje kuhusu kile unachokiona. Sio vile unapoona wewe. Ndipo mema hayatakoma katika nyumba yako. Mungu ni mwaminifu. Natamani kupitia ibada leo watu wengi wakabadilike kuanzia sasa. Wakaanze kutembea kwa vile namna Mungu anataka watembee, sio vinginevyo. Ngoja nikwambie, yawezekana unapitia wakati mgumu kwa muda tu. Lakini wewe sio vile. Ukiangalia mmea unapoanza kukua kama mwindi, unasema majani hayawezi kutengeneza mwindi. Lakini baada ya miezi miwili utashangaa inaanza kutokea mbele wewe, inaanza kutokea vitu mzungu vitu vingine. Unashangaa mwindi unaanza kuota. Ukiangalia mwindi hata tunaanza kuota unasema wewe sio hauwezi kutafuna. Lakini unapozidi kusubiri utashangaa mwindi umetokea. Kwa maisha inahitaji subira. Lakini lolote ambalo Mungu amekuahidi itakuwa. Kama ni ugonjwa, naomba nikwambie, ukiamua kusema ugonjwa utaliua utakufa. Lakini ukisema ugonjwa utapita.
Ni muda tu. Laweza kuonekana ni gumu, lakini naomba nikwambie kwa muda akili yako ikiwaza vizuri na moyo wako ukasema hapana. Kama nakaa nyumba ya kulala chini leo, ambao hakuna hata godoro, hakuna hata mkeka. Hii ni kwa muda tu, lakini ndio kulala kwenye hoteli pesa. Ndio kulala godoro zuri la 6 kwa 7. Wala sio 6 kwa 7 na spring. Badilisha unafikiri tu. Alafu ni muda tu ule moyo wako unachofikiri, afikirivyo mtu ndivyo alivyo, ndivyo utakapokuwa. Huwezi kuwa zaidi ya kile unachofikiria moyoni mwako. Haiwezekani ukawa ni mwanafunzi unasoma, alafu unaingia darasani unamwona mwenzako wa kwanza kila siku. Unajua sisi bwana, kwetu sisi ni wajinga. Baba yangu ni mjinga, mama yangu ni mjinga, mimi nasindikiza wenzangu. Lakini siku ukasema no! Biblia inaniambia kwamba mimi ni kichwa sio? Mimi ni wa juu sio? Ndio Mungu anasema moyo ukadhamiria kwamba nitakuwa wa juu, sitakuwa mkia. Mungu alikwambia muda. Ila ndani ya moyo wako hakikisha unapanda mbegu njema ya tabia. Umekutana na Wakristo, ukimwangalia kwa nje ni Mkristo, lakini ni mwizi. Naomba nikwambie, hata ufanye kazi kwa kufanya kazi gani, hakuna mtu atakayependa mwizi mwenyewe. Kuna Mkristo anaona kwa nje nzuri, lakini ni mwongo. Lazima politics. Lazima fanya ujanja. Na naomba nikwambie, ukikutana na mtu ambaye ana tabia mbovu, moyo wako utakwambia tu, sio akili. Mwanadamu ana moyo, na moyo mwanadamu unakutana na moyo mwingine. Wewe unajibaraguza kwa mtu anamwelezea stories zako, yeye moyo wake ameshajua hapa na ibiwa. Mwanamke ambaye moyo wako umedanganya. Moyo wako anapenda sio mwanaume tapeli huyu. Hivyo nikampenda. Bwana Yesu. Sana moyo wako kuliko chochote ulindacho, kwa sababu uko ndani ndiko kuna uzima. Nilichoka kabisa mtu atanipiga, lakini kama moyo wa mwanadamu unaongea na unakutana mtu yote kuongea naye, naomba nikwambie usiseme kama mwanadamu hajui. Unapoanza kuongea macho yanapokutana, maneno unayosema, mtu akuangalia tu anajua wizi, anajua utapeli, ila anakudu tu, anasubiri tu muda, anajua Mungu, anajua jamaa wa kupiga tu mambo yake. Sio kama wajui. Ukienda kwa mchungaji, kila siku unaenda kumsikiliza tu mchungaji mara kwanza madhabahuni, unajua sio mchungaji tapeli, huyu Mungu, huyu mchungaji. Wala unahitaji kuambiwa. Yaani kwa kuangalia moyo wa mwanadamu umejaa vitu, kuna siri nyingi, huwa hazionekani. Na mtashangaa baada ya muda unakuja kugundua, nilijua tu. Ulijuaje? Moyo wa mwanadamu una siri nyingi. Ni muda tu utaujua namna tofauti. Moyo wa mwanadamu unaathiriwa na vitu vikubwa vitatu tunapomalizia. Cha kwanza, ulimwengu. Siku hizi tuna mitandao ya kijamii mingi. Kuna watu ashukuriwe Mungu hajapata simu ya kisasa. Siku akipata simu ya kisasa lazima ashinde kulala. Facebook, WhatsApp. Anaangalia tu, ukiona anaangalia nini? Mama fulani anakupa hela. Moyo tu unapenda. Linda moyo wako, kwa sababu utaingiza mwili ya chako. Kuna vijana hawalali shuleni siku hizi. Wako kwenye kompyuta sana. Usio nasoma, anachokiendelea na kichwa mwenye Mungu anajua. Kwa kuwa Mungu amamsimu ipotee siku moja, na kukuwa moja, mchungaji, nilikuwa nasoma chuo, niliambiwa laptop. Nikamwambia sawa, ngoja tuombe Mungu, nataka tufanye mafunzo hapo. Mungu akasaidia. Baada ya siku 3 ikapatikana. Nikasema niwe laptop yako. Ile nafungua tu kurasa wa kwanza, kabiti kanaweka hapo nje. Sasa laptop isiwe kweli. Unaangalia hiyo laptop. Hiyo simu ndio sasa nilikuwa naangalia. Ilikuwa unaangalia vitu gani? Akili imeshapika. Moyo anasema moyo ndio unataka. Moyo unatakiwa ulindwe, moyo unatakiwa uwekee ulinzi. Unataka ulinzi neno la Mungu. Kwa jitahidi dunia isiingie ndani ya akili zako, kwa sababu kisharibu kwa moyo hakuna kitu kingine, kuna kingine zaidi ya moyo. Ndio maana jitu linatembea limekula suti, jitu la amani, ikifungua mdomo tu. Sasa Mungu wako
hapo, kwa sababu mtu anachokiongea ndio kinaongeza nini? Moyo wake. Ndio maana nikikaa na mtu akakimbia na msikiliza, mchungaji, nasikiliza maneno anasema, mimi naangalia moyo, mimi siangalia anachosema. Najua hapa. Hapa ni kazi kubwa. Sasa unaangalia mtu mwenyewe. Sasa wengine ni wabishi. Unaona kabisa moyo wake umeharibikiwa, ana madudu kwenye moyo. Unamwambia baba, hii kitu inatakiwa ubadilike. Soma neno. Mchungaji anaelewa. Anataka kwenda kwa mchungaji ambao akishika mkono anaanguka. Alafu ukianguka unabadilika. Sijasema kuanguka kubaya. Lakini nataka nikuambie usibadilike na upuuzi. Tunataka ubadiliko la ndani, mtu aliyeokoka abadilike kwenye wewe mtoto wa Mungu. Jambo la pili ni mwili. Mwili. Wewe nikwambie, niko kwenye kazi moja, sehemu fulani, nimerudi jana, kwa naenda tena huko. Kwa mnaamka asubuhi leo tena tunaokaa, ina chakula, mahindi, machipsi, makuku kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Asubuhi saa 1 mpaka saa 1:30. Alafu mnaingia kwenye mkutano saa 4:30 kuna mambo yako tena yamepangwa. Yaani kuanzia chips unajua huko zote duniani. Wanaweza kusema. Alafu saa 7 kuna chakula tena unachukua. Alafu saa 10 jioni unakuletea mahindi. Unajua mahindi. Kwa hiyo mwili unapokwenda pale asubuhi unaamka. Nikawaambia moyo wangu saa 4 ikifika Ijumaa nitaenda wakati mdogo naenda kula, nitaenda kwa sehemu pembeni. Nilimwambia moyo wangu kwa sababu ninaacha. Ikifika saa 4 watu wanaenda kula, unaacha. Saa 6 mchana unaangalia kwanza. Unaweza kula saa 7. Ile jioni simu. Na usiku simu. Sio kwa sina hela. Ile naona kama huu mwili nikifanya mchezo. Na mtu mmoja alikuwa ananiambia mdogo wangu fulani. Unajua mimi naenda kwa sisi, unajua mimi siri kabisa. Ila nafanya mpendo katika Bwana, hakuna unaweza kunileta huko. Hii nyama inaitwa kwa chakula. Hamna nyama inaitwa kwa sababu tunakula kwa hewa. Kwa siku moja nikaenda naye kwa nyumbani kwake. Kama nakula mara moja ndio akajitetea kama nakula mara. Lakini hicho chakula kama nguruwe mwingine usimwambie kimoja kwa mwili wake kwa Yesu, kwa sababu mwili umemfuta, moyo wake unatamani, akiona chips hawezi kuziacha, akiona mchele mpaka atoke kidogo. Ndio maisha yake hayo. Mwili unafuta, mwili unatamani. Lakini inabidi ulinde moyo wako. Moyo wako usiruhusu mwili ukachukua. Wengine tulikuwa tunakula kama hivyo. Leo singekuaje. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakuja hapa tunakula. Bwana asifiwe. Nakwambia. Hapo tunasema mchungaji amepigwa na shetani mbaya. Unataka mwenyewe. Kwa sababu hujalinda nini? Hujalinda nini? Nasikia chips zile zenyewe. Unajua chips zenyewe. Unajua kuna chips hata kuna chips zenye harufu fulani zinakuwa. Nasema hizi moyo wako umekataza. Ukiacha moyo utafanya majuto. Linda sana moyo wako kuliko chochote. Lakini kuna tamaa. Ukifanya mchezo kama ni kijana wa kiume, ukitaka mabinti wote duniani, ngoja nikwambie, kuoa akupunguzi tamaa. Nisikilize kwa makini. Mstari usielewe. Moyo wako ndio unaweza kupunguza tamaa. Kwa sababu unaweza kuoa, kesho yake kama ni mgonjwa anaweza hospitali. Tunaweza kupunguza. Kwa ni maamuzi ya moyo kwamba mimi siwezi kufanya uzinzi. Sitafanya uzinzi. Unaamua moyoni wako uchafuzi kufanya basi sitaki. Wewe umeoa au kama kuna mtu alikwambia kwamba tukiona tunapunguza tamaa, amekudanganya. Kauliza watu walio. Ni tabia inatoka ndani ya moyo. Mwili unatamani. Utaona huyu, utaona kijana huyu, utaona binti huyu, utashangaa moyo unatembeka. Na ndugu yangu mmoja, sija kunisikia siku moja. Yeye ameoa wake wanne.
Walikuja Dodoma basi moja. Akaniambia brother, nilikuwa kasini leo nimekutana binti mmoja. Na watu wanne nyumbani naacha huko. Binti mmoja nikasikia damu inapita kushoto kulia. Naomba nije nikutambulishe. Kuja kwa nani? Kaambia kama kuna utani unaweza kunifanyia. Hiyo unatukana. Unasimama hapo puzi tatizo niambia. Unajua mambo bwana, unajua hii ni yetu bwana. Ameshindwa kulinda. Hakuna siku utarizika na wanawake duniani, wala hakuna siku utarizika na wanaume duniani. Hamna mwisho. Lazima ufike hata kusema moyo wangu, mimi nitakuwa mwaminifu. Ni uamuzi wa ndani ya moyo, sio kwa mtu mwingine. Linda sana moyo wako kuliko chochote. Ngoja nikwambie, huu mwili sawa, wala kwa tunasali na naomba nikwambie ukweli, usiku wa manane hakuna nguvu kama ya kutumisha Kristo. Matatizo yangu mengi yameondoka. Uchumi wangu sehemu kubwa, kila napokuwa na maombi ya usiku wa manane, naomba nikwambie mambo mengi yanaondoka. Yaani inapigwa oda hii na kuja oda nyingine, kwa sababu Mungu anadili na watu wake. Kwa usiku unachoshangaa, unataka kuamka kuomba, huu mwili na kidogo. Unaweza kuombea kitandani na pesa kusibiru. Unasema ile ndanganyika baba katika jina la Yesu. Dakika mbili uko unaanza kuota ndoto za mashetani. Lazima useme na kutoka kitandani, huu mwili hapana. Moyo nimeamua, ninaenda kuomba. Kapige magoti pembeni. Mlilie Mungu wako, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Abrahamu, unirehemu. Nisaidie katika shida hii unayopitia. Sitaki kuendelea na maisha ya umaskini. Nifungulie milango Bwana, nisaidie. Wakamlilia Bwana na Bwana akafungua njia. Mungu anamsikia mnyonge. Kuna namna ukiamua kubadilisha kutotii mwili. Mwili unatamani usiende saa 12 asubuhi. Unatamani ukiamka ukalale tena. Mpendwa katika Bwana, apendaye usingizi atakuwa maskini wala hawezi. Mtafute mtu yote anayependa usingizi, lazima utakuwa maskini. Una uhusiano mkubwa wa karibu kati ya maskini na usingizi kwa sababu ya mwili. Sasa nikiamka mapema nitakuwa nafanya kazi gani? Mpendwa katika Bwana, dunia ina kazi nyingi sana. Kama ujifunze Mungu. Hakuna mwanadamu ameumbwa anakosa kazi. Ila moyo wako umeamua kuchagua kazi. La mwisho, moyo ni wakati kinachowalibu moyo wa mwanadamu. Unatumia moyo wako je dunia. Dunia na vitu vingi vivutio. Cha pili, wewe mwenyewe, yaani wewe mwenyewe unapigana na kitu ambacho kiko ndani yako, mwili huu. Hii ngozi, hii nyama hii inapambana na wewe na moyo wako. Lazima uipe discipline. Lazima uwe na maamuzi katika moyo wako. Fanya nini? Tuko wawepo watu wasiwepo watu, sifanyi. Lazima uwe na kitu katika moyo wako. Tabia njema. Kuwa Mkristo ambaye kwa na tabia za Ukristo, utu wema, fadhili, msamaha. Na ndipo Mungu. Jambo la tatu la mwisho ni swala zima la shetani. Adui kama simba ngurumaye anatembea ili kuharibu moyo wako. Leo amua kupitisha mawazo yako yote katika kitabu cha Wafilipi sura ya 4 mstari wa 8. Fungua Wafilipi 4 mstari wa 8 mstari wa mwisho. Ili kumkwepa shetani. Ili uweze kujua namna gani unakwepa. Wafilipi sura ya 4 mstari ule wa 8. Wafilipi 4:8. Unapoona moyo wako una jambo linalotoka kwenye maamuzi lolote, anasema hatimaye ndugu zangu, mambo yote yaliyo kweli maana yake nini? Je, yanafanana na neno la Mungu? Je, Biblia inasemaje kuhusu hili? Niko tayari nipigie simu, mchungaji, kuna jambo fulani sasa sielewi vizuri, naomba nijue hivi Biblia inasemaje kuhusu hilo jambo. Nitakupa mistari. Lakini siku hizi kuna simu, unaweza kuna moja kutafuta Google ukajifunza kama unahitaji muda. Anasema mambo yote yaliyo kweli, mambo yote yaliyo haki, yoyote yaliyo safi,
yoyote yanayokupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Amua kubadilisha namna unavyotafakari. Utafakari mambo ya kimungu, mambo mema, mambo ya busara, mambo ya amani, mambo ya furaha. Nilikwambia nilipokuwa naanza, kuwa na furaha ni uamuzi. Hakuna mtu atakayepewa furaha. Kuwa na chuki ni uamuzi. Amua kuwa mtu mwenye furaha badala ya chuki. Amua kuwa mtu mwema badala ya mbaya. Amua kumpenda Mungu badala ya kumchukia. Amua kutomtegemea mwanadamu yoyote. Fanya maamuzi kwamba mimi nitawaheshimu watu wote, lakini sitamtegemea mwanadamu yoyote. Na ndipo moyo wako utajenga ukuta, na ndipo amani yako itakuwa na furaha. Lazima ukumbuke katika kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2, nikimalizia anasema ili kuweza kujilinda na dunia, kujilinda na mwili wako, kujilinda na shetani. Wakolosai 3 mstari wa 2 anasema kitu ambacho natamani uwe nacho cha msingi sana. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2, yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Moyoni mwako fikiria vya juu, usifikirie vya chini, utapotea. Tusimame. Ni mwabudu nani kama sio ya nguvu iliyokamata mawazo yangu na kunishusha chini daima. Leo kwa jina la Yesu, ewe mawazo ya chini, ewe nguvu, ewe ngome, achia fahamu zangu, achia moyo wangu, toka katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu. Shika moyo wako. Sema Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya kuchanganyikiwa, kukata tamaa, kuchoka katika maisha yangu, noka, achia moyo wangu, achia roho yangu, achia nafsi yangu, shindwa milele katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, chochote kinacholeta kuchanganyikiwa, kukata tamaa, kurudi nyuma, noka, sikutaki. Kuanzia leo mimi nina akili njema, mimi nina mawazo mema, sitachanganyikiwa, sitarudi nyuma katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, ninaomba asubuhi ya leo, Bwana, nguvu yoyote ambayo inaingia moyoni mwangu ikaniletea roho ya kutosamehe na nifanye nipate shida, leo kwa jina la Yesu, ewe nguvu, noka, sikutaki. Sema Baba, ninamsamehe aliyekosea. Kama kuna mtu yoyote alinifanyia baya na nimelibeba, leo kupitia ibada hii ninamsamehe, ninamwachilia, namwachilia. Baba, ninamsamehe alichonitendea, ninamsamehe katika jina la Yesu. Ninaomba sasa ule upendo wa Mungu uingie ndani yangu, unisaidie katika jina la Yesu. Sema Baba, kwa jina la Yesu, yawezekana katika msingi wa maisha yangu
moyo wangu umetengenezwa, kuna tabia ambazo sio za Mungu, kuna uchafu ambao ni mbaya, kuna misingi miovu. Leo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, ninayeyusha misingi, ninayeyusha tabia mbaya. Noka, achia roho yangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Baba, nakuomba niumbie moyo safi, niumbie moyo safi, niumbie moyo safi Bwana, niumbie moyo safi katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kila mawazo mabaya, mawazo ya uzinzi, mawazo ya uchafu, mawazo ya uovu, mawazo ya chuki ambayo yamekuwa ndani ya moyo wangu, ninakuamuru ungua moto leo katika jina la Yesu. Toka Baba, namkaribisha Roho Mtakatifu. Ewe Roho Mtakatifu, ingia ndani yangu, nipe mawazo mema, nipe akili njema, nisaidie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Leo kwa jina la Yesu, ninateka kila fikra mbovu, kila mawazo mabaya, ninayafunga kama toka, nenda kuzimu kutoka katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, mawazo yoyote ambayo yameingia kichwani kwangu kupitia mlango wote wa uovu, leo kwa jina la Yesu, ewe milango ondoka, achia mawazo mabaya, toka, toka. Baba, ninafunga mlango wa damu ya Yesu kuanzia leo. Namna ninapofikiri, namna ninapotazama, namna ninapotembea, naomba nipate kibali mbele zako, ewe Mungu na Mwokozi wangu. Mawazo ya moyo, sema Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, Bwana, ninaangusha, ninaharibu kila mawazo ya kishetani, kila hila za shetani ambazo zimejenga utando katika moyo wangu. Achia maisha yangu, achia maisha yangu. Sema Roho Mtakatifu, jenga ukuta mpya, jenga ukuta mpya, jenga ukuta mpya. Kuanzia leo nitakuwa mtu wa furaha. Kuanzia leo sitaruhusu huzuni. Kuanzia leo sitaruhusu mawazo mabaya katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu, kila ngazi ambao adui ametumia kupanda ndani ya moyo wangu, leo ninaikomboa. Achia maisha yangu katika jina la Yesu. Sema Baba yangu, Baba yangu, ninaharibu, ninafuta kila mawazo ya adui ambayo yamepandikizwa katika eneo lolote la msingi wa maisha yangu. Noka, noka katika jina la Yesu. Inua mikono juu, sema damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Safisha kiza, safisha moyo. Sema damu ya Yesu, damu ya Yesu, ondoa uchafu. Damu ya Yesu, niumbie moyo mpya. Damu ya Yesu, niumbie moyo mpya. Damu ya Yesu, niumbie moyo mpya. Ongea na Mungu wako, ongea kuhusu damu ya Yesu. Kama tengeneza jambo jipya, fanya jambo jipya moyoni mwako, fanya kitu kipya. Nahitaji kuwa Mkristo kweli kweli, nahitaji kukupenda wewe kweli kweli. Mwambie Baba, naomba unisaidie. Damu ya Yesu inibadilishe, nikawe mtu mwema, nikawe mtu mwaminifu, nikawe mtu mwaminifu katika maisha yangu, nikawe mtu ambaye nafanya yale ambayo Baba anayapenda, sio maovu, sio mabaya, ili nikaishi kwa utakatifu katika jina la Yesu. Ikaroboshe korienda raba, rekeba karienda rabose korienda raba, remeza korienda raboshe korienda rabo, rekaba karienda rabose korienda rabo,
Take